بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna na'udhu bika minal bid'i wa minan nar. Ya hibba, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhuri tena kwa jamaa. Kwa hakika hiyo ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha dhuhuri. Lakini vile vile hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kukumbushana maneno ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo huwa tunasema mara nyingi kwamba nafsi huwa haipendi kukaa na kusikiliza maneno ya dini, lakini nafsi inaweza ikakaa katika vikao ambavyo havina maana, au wakati mwingine vikao ambavyo yawezekana mtu akapata madhambi. Nafsi inaweza ikakaa ikavumilia bila kuchoka, bila kusinzia, ikavumilia. Lakini kwenye vikao vya kheri kama hivi nafsi huwa haipendi kwa hakika. Kwa unapoibana nafsi yako na ikabaki katika vikao vya kheri kama hivi, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tulianza darasa yetu jana tulielezea utukufu wa miezi ile ambayo imetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu wa Dhulqaada, ni katika miezi ambayo ni mitukufu. Kisha baada ya mwezi wa Dhulqaada utakuja mwezi wa mfunguo tatu, mwezi wa Dhulhijja. Na katika mwezi wa Dhulhijja huo nao pia ni mwezi mtukufu, lakini pia kuna mambo mengi ya kufanya, kuna ibada nyingi za kufanya. Miongoni mwa ibada ambazo zinafanyika katika mwezi wa Dhulhijja ni pamoja na ibada ya hija, kwa wale watakaojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kwenda katika mji mtukufu wa Maka kwa ajili ya kufanya ibada ya hija na ibada za umra vile vile. Lakini pia katika mwezi wa Dhulhijja kuna ibada ya kuchinja ambayo tulisema tutaizungumzia ili kila Muislamu afanye maandalizi ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ajipatie malipo na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jana tuliona umuhimu wa jambo hilo, na leo tutaanza kwenye nukta inayosema hukumul udhiyah,
hukumu ya kuchinja katika siku ya Eid al-Adha, Eid katika mwezi wa mfunguo tatu, kwamba kuchinja hukumu yake ni nini? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmiha, watu wenye elimu wametofautiana kuhusiana na hukumu ya kuchinja katika siku ya Eid, na wametofautiana katika kauli kuu mbili. Alqaulu alawwal, kauli ya kwanza, dhahaba aljamhur, wamekwenda jamhurul ulama, maulama wengi, ila annaha sunnatun muakkadatun, kwamba kuchinja katika siku ya Eid al-Adha ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna iliyotiliwa umuhimu, kwamba watu wanatakiwa kuchinja. Wastadallu bihadithi Ummi Salama radhiyallahu anha, na wakatoa ushahidi wa hadithi ya Ummu Salama ambayo hata jana pia tuliigusia, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha dakhalatil ashru, pindi litakapoingia 10 la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an, asiguse kitu chochote katika nywele zake na asiguse kitu chochote katika ngozi yake, kwa maana ya kwamba haruhusiwi kunyoa nywele za aina yoyote ile ambayo ziko katika mwili wake. Na katika riwaya nyingine ambayo pia imepokelewa na Ummu Salama vile vile, Mtume amesema maneno ambayo yanatofautiana na hapo juu kidogo. Mtume anasema idha raaitum hilala dhulhijja, mtakapoona mwezi wa Dhulhijja umeandama, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, na ajizuilie na kunyoa nywele zake, wa adhfarihi, na ajizuilie kukata kucha zake. Wajhu dilala, mahala pa ushahidi katika hadithi hizi ambazo tumezitaja, ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema arada, yani mtakapoona mwezi wa Dhulhijja umeandama na akataka mmoja wenu kuchinja. Kwa Mtume akatumia neno arada, akataka kuchinja. Maulama wanasema fata'aliqu al-udhiyya ala al-irada, kufungamanisha kitendo cha kuchinja katika siku ya Eid al-Adha, kukifungamanisha kitendo hicho na matashi, kwamba mtu akitaka, dalilun ala adami al-wujubi. Hii ni dalili ya kwamba si kuchinja katika Eid al-Adha si wajibu, si lazima, ni sunna ambayo imekokotezwa. Hiyo ni kauli ya kwanza. Alqaulu thani, kauli ya pili, dhahaba Abu Hanifa yeye akawa na msimamo, wal Auza'i na Auza'i, ila annaha wajibatun ala alqadiri, kwamba kuchinja ni lazima, ni wajibu kwa yule atakayekuwa ana uwezo wa kuchinja. Warajahahu fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na kauli hii ndio ameirajihisha, ameiona ni kauli rajihi, ni kauli yenye nguvu, ni kauli sahihi Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Wastadallu, na hoja yao na ushahidi wao wa kwanza wakasema ya kwamba fi'lu nabii sallallahu alayhi wasallama, kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume alichinja katika Eid al-Adha. Mtume alikuwa na utaratibu wa kuchinja. Sasa ikiwa Mtume alikifanya kitendo hicho, wal aslu al-iqtida'u bihi, na asli ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallama
katika jambo ambalo amelifanya. Kwa na miongoni mwa matendo ambayo aliyafanya ni kuchinja katika Eid al-Adha. Mtume alichinja, kwa hiyo na sisi tunatakiwa kumfuata na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallama katika ibada hii ya kuchinja. Lakini pia wakasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man wajada sa'atan, yeyote ambaye atapata uwezo, li an yudhiya, uwezo wa kuchinja katika Eid al-Adha, falam yudhi, na akawa si mwenye kuchinja, fala yahdhur musallana, asihudhurie katika sehemu yetu ya kuswali Eid, asije katika sehemu yetu ya kuswali Eid. Wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyazungumza maneno haya kutokana na umuhimu wa jambo hili. Mtume ameyasema maneno haya kutokana na ulazima wa kuchinja katika siku ya Eid al-Adha. Walladhi yadhharu, na kauli ambayo inaonekana ya wazi, wallahu a'lam, annaha sunnatun muakkadatun, kwamba kuchinja siku ya Eid al-Adha ni sunna ambayo imekokotezwa, na malipo yake ni makubwa na fadhila zake ni nyingi. Muislamu anatakiwa kufanya maandalizi ya kuanza kuandaa kichinjwa chake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili katika darasa yetu ya leo ni hikmatul udhiyah, kwamba katika kuchinja kuna hikma gani, katika ibada hii kuna hikma gani. Walil udhiyati hikamun kathira, katika kuchinja ndani ya siku ya Eid al-Adha kuna hikma nyingi. Minha, miongoni mwa hikma hizo, ya kwanza ni at-taqarrubu ila Allah ta'ala, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, biimtithali awamirihi, kwa kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa amri za Allah, iraqatu dami, ni kumwaga damu katika siku ya Eid al-Adha. Walihadha kana dhabhu al-udhiya, na kwa sababu hiyo basi ikawa kuchinja udhiya afdala min at-tasadduq bi thamaniha. Kuchinja udhiya, kumwaga damu, kitendo hicho ni bora kuliko kutoa sadaka kwa thamani yake. Yani mfano, mbuzi anauzwa shilingi 100,000, wewe ukaona kwamba ni bora ukaitoa hiyo 100,000 sadaka kuliko kwenda kutafuta mbuzi kwa ajili ya kuja kuchinja. Maulama wanatuambia kuchinja ni bora kuliko hiyo thamani ya pesa utakayoitoa, kwamba hii natoa iwe ni badala ya kuchinja. Ukichinja fadhila zake ni nyingi na thawabu zake ni nyingi. Maulama wanatuelekeza hivyo. Wa kullama kanat al-udhiya aghla, na vile vile kila udhiya anapokuwa, au mnyama ambaye unamchinja katika siku ya Eid ni waghali, ndipo fadhila zake pia zinakuwa ni nyingi na thawabu zake zinakuwa ni nyingi. Wa athmana, na anapokuwa vile vile, wa asmana, na anapokuwa vile vile mnyama huyo amenenepa, ana hali nzuri, ana afya nzuri. Wa atamma, na ametimiza zile sifa zote, kanati afdhala, mnyama huyo atakuwa ni bora, na kitendo hicho cha kumchinja mnyama huyo kitakuwa ni kitendo kibora. Walihadha, na kwa sababu hiyo basi, kana sahabatu radiyallahu anhum, walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yusamminuna al-adhahi, walikuwa wanawachunga wanyama wa udhuhia waweze kunenepa, wanawapa majani ili waweze kunenepa, wawe ni wanene ili wawe na thamani kubwa, lakini vile vile ili wawe na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id anasema, sami'tu Aba Umamata ibn Sahli qala, nimemsikia Umama akisema maneno haya, kunna nusminu al-udhiyata,
tulikuwa sisi tukiwanenepesha wanyama wa kuchinja katika siku ya Eid al-Adha, tunawanenepesha, tunawapa majani ili waweze kunenepa vizuri. Bil Madina, tukiwa katika mji wa Madina, wa kana almuslimuna yusamminuna, na walikuwa Waislamu vile vile wanafanya kazi hiyo ya kuwanenepesha wanyama ambao wanataka kuwachinja katika siku ya Eid al-Adha. Rawahu al-Bukhari. Kwa mnyama wa kuchinja katika siku ya Eid anatakiwa awe ana afya nzuri. Mnyama anatakiwa awe ana hali nzuri na sifa zote, kama tutakavyokuja kuelezea sifa ya mnyama ambaye anatakiwa kuchinjwa siku ya Eid. Lakini miongoni mwa hikma za kuchinja siku ya Eid ni i'lanu tauhidi, ni kuitangaza tauhidi, wa dhikru ismillahi azza wa jalla, na kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala inda dhabhiha, wakati wa kumchinja yule mnyama. Ndani ya siku hiyo anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa sababu kila atakayechinja anasema bismillah Allahu akbar, anasema maneno hayo. Kwa ndani ya siku hiyo kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa miongoni mwa hikma ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi na kutangaza tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kuonyesha ya kwamba wanampekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hikma za kuchinja katika siku ya Eid ni it'amul fuqara'i, ni kuwalisha mafakiri, wal muhtajina, na wenye kuhitajia, bisadaqati alaihim, kwa kuwatolea sadaka juu yao. Kwa miongoni mwa hikma za kuchinja katika siku hiyo ni kuwalisha maskini na kuwafurahisha wale wasiokuwa na uwezo. Yawezekana mtu amekaa mwaka mzima hajala nyama, lakini ndani ya siku ya Eid anakula nyama, unampa nyama anakwenda kula, anafurahi. Lakini miongoni mwa hikma za kuchinja katika siku ya Eid ni at-tawsi'atu 'ala an-nafsi wal-'iyali, ni kuwapa fursa, ni kuipa fursa nafsi yako kwanza, na kuwapa fursa familia yako. Unapokuwa umechinja, nafsi yako inapata fursa, lakini vile vile familia yako inapata fursa biakli lahami, kwa kula nyama. Huwa a'zamu ghadha'in, nyama ambayo ni chakula bora lilbadani, katika mwili. Kwa unapochinja, familia wanapata kula nyama katika siku hiyo, lakini vile vile na wewe pia unapata kula nyama ndani ya siku hiyo. Hikma ya tano na ya mwisho ni shukuru ni'matillahi ala al-insani bil mali, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kujaliwa mali na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekujalia mali uliyokuwa nayo, Allah amekujalia uwezo uliokuwa nao. Unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kununua mnyama, ima ni ng'ombe au ni mbuzi au ni kondoo au ni ngamia, ukamnunua kwa ajili ya kumchinja katika siku ya Eid. Hii inaonyesha namna gani ulivyokuwa na shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba anakwenda mnadani kununua mbuzi kwa ajili ya kumchinja siku ya Eid. Hii inaonyesha namna unavyomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah kukujalia mali. Kuna watu wengi ambao hawana mali, hawajajaliwa, lakini wewe umejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukaweza kupata shilingi 100,000 au 200,000 kwa ajili ya kwenda kutafuta mfugo, kwa ajili ya kwenda kutafuta kichinjwa cha kuja kuchinja siku ya Eid. Hiyo ni shukurani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika darasa yetu ya leo tumejifunza nukta mbili. Nukta ya kwanza ni hukumu ya kuchinja katika siku ya Eid al-Adha, na tukaona kwamba kuchinja katika Eid al-Adha ni sunna ambayo imekokotezwa, na jambo hili lina malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anatakiwa kuanza kujipanga. Lakini nukta ya pili tukaangalia hikma za kuchinja katika siku ya Eid. Kwa hiyo tumejifunza
hikma kadhaa ambazo tukizifanyia kazi tutapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.